Kuna watu wananisumbua kwenye komenti, kwenye WhatsApp. Mbona uzungumzii maandamano ya Iran? Tulikuambiaje? Iran lazima itadondoka tu. Yaani hakuna hata mmoja ameniambia kwamba mbona uzungumzii maandamano ya Marekani. Yaani unataka kuniambia hamjui kwamba ndani ya nchi ya Marekani kuna maandamano yanaendelea? Mko bize tu kwamba maandamano yako Iran. Unajua kwa nini? Kuna methali moja nzuri sana inasemaje, anayetawala habari anakutawala wewe. The one who controls information controls you. Kwa sababu hizo media ambazo zinakupa taarifa, zinakupa tu upande mmoja, alafu hazikupi upande wa pili. Kwa hiyo ni lazima kichwa chako, akili yako itajaa taarifa za huo upande mmoja. Ndugu zangu, Marekani ina machafuko makubwa sana, lakini hupati hata habari moja. Ila ukiingia TikTok, uko YouTube, WhatsApp, Instagram, zimejaa habari za Iran. Ndugu zangu, tunaishi dunia, basically dunia inakwenda kwenye balance, lakini kuna safari ndefu sana. Sasa iko hivi, niwasaidie watu kwa maneno mafupi, sitaki kukujaza mahabari mengi ili na wewe uchanganyikiwe. Maandamano yanayoendelea ndani ya nchi ya Iran yafananishe na maandamano yaliyotokea hapa nchini kwetu Oktoba 29, ambayo Mange Kimambi aliwadanganya watoto kwamba kwenye yale maandamano kuna wanajeshi watakuwa wanasaidiana nao kwenye kuiangusha serikali ya Samia. Tengeneza hiyo picha kichwani mwako. Sasa kinachoendelea Iran, kuna vijana pia kama huku kwetu wamedanganywa kwamba Mossad wa Israeli wakishirikiana na Trump wa Marekani wako nyuma yao, kwa hiyo waendelee kuandamana ili kuipindua serikali ya Iran. Unganisha hizo picha mbili. Kinachoendelea nini? Vijana wanapigwa risasi na kuuawa kama kuku wa kideri, na watauawa mpaka akili yao ikae sawa. Ndugu zangu, ogopa sana serikali inayojitambua. Ogopa sana serikali ambayo haijiendeshi kwa miemko. Ogopa sana hiyo serikali. Na ukitaka kuamini kwamba hali ya Iran iko under control ya Iran, majeshi ya Iran yako kwenye mazoezi ya BRICS ya Urusi, China, Afrika Kusini na Iran. Katika nchi ya Afrika Kusini, kama kweli hali ingekuwa ni hatari hivyo, hao wanajeshi wa Iran wangeenda kwenye mazoezi ya kijeshi. Nataka niwafundishe ndugu zangu dunia inavyoendeshwa. Usifanye masiara na taifa linalojitambua. Utapotea. Yaani wale wa Iran watapigwa risasi mpaka wenyewe akili wakae sawa. Hicho ndicho ninachotaka kuambia. Trump hata ingia, Mossad hata ingia. Kwa sababu the moment tu serikali ya Iran imesikia harufu kwamba kuna harufu ya Waisraeli, yaani military, nazungumzia kijeshi, kile Kiisraeli kitamwagiwa moto. Yaani yale makombora yalionda 20 zile siku 12, yale ni kidogo. Na Waisraeli wanajua, kila siku nawaambia ndugu zangu, Tanzania haiwezi kupigana na Rwanda au Burundi. Burundi ni kadogo. Sasa makombora 500 yakienda Israeli, kia Israeli katabaki kweli? Ogopa sana serikali inayojitambua. Usifanye masiara wewe. Iran wanajitambua. Mimi niliwaambia hivi, Iran ni dhahabu inayopitishwa kwenye moto, ikisha poa tu inaingia sokoni. Tafsiri yake nini? Ni superpower ambayo yuko katika mtihani wa kubi promoted. Huwezi kubi promoted hivi, lazima wakubwa wakutikise. Mkubwa mwenyewe si ndo Marekani, anayeamini kwamba yeye ndo mkubwa wa dunia. Wanafikiria mazingaumbwe Marekani anaweza kumletea Urusi au China? Kwamba eti kuna maandamano ndani ya Urusi, alafu Trump aingie kwenye social media yake au aingie aandike kwamba maandamano ya Urusi tunayafuatilia, tutaingia tukawasaidie. Hivi Trump anaweza kuongea ujinga huo kwenye social yake? Anajua big moto mkubwa utadondoka ndani ya Amerika. Yaani Amerika itabakiwa sina milioni 300, watabakiwa hata milioni 10 tu. Wewe ndio maana Marekani na Israel wanapambana iwezekanavyo Iran asimiliki nuclear. Kwa sababu the moment Iran atasema tayari mimi na nuclear, ndio mkubwa tena. Hakuna discussion nyingine itakayozungumzwa. Kwa ni lazima Marekani ajichekeshe, achombeze, afanye atakachokifanya ili kumzubaisha Iran kumiliki nuclear. Lakini kwa gharama yoyote Iran lazima amiliki nuclear, kwa sababu nuclear ndio ukubwa. Yaani make no mistake, tusijidanganye, nuclear ndio ukubwa.
Hata wa Marekani wanaoipenda Afrika wao wanapenda kutushauri kwamba nyewe wa Afrika pambaneni mmiliki nyuklia kwanza, ndio mambo mengine mtayafanya. Kwa hiyo mlikuwa mnataka brief ya Iran. Kinachoendelea Iran kama kilichotokea Oktoba 29, wajinga walimsikiliza Mange Kimambi, kilichotokea mnakijua. Kwa hiyo ndani ya Iran kuna wajinga wanaomsikiliza Trump, wanasikiliza Netanyahu na Mossad, wanapigwa risasi kweli kweli. Yaani wanapigwa risasi kweli kweli. Iran iko tayari kuua hata Laki. Na ili ingie kwenye historia kwamba katika vuguvugu la sisi kupata ukubwa tuliwaua vijana wetu kama Laki. Yaani ndugu zangu, ukubwa ni gharama, maendeleo ni gharama. Hicho lazima mkitambue. Huwezi kusema tu mimi ni mkubwa bila kupitishwa katika tanuru la moto. So kinachoendelea Iran, wewe unganisha doti kama kilichotokea toko tarehe 29 Oktoba. Vijana walifanya walivyofanya kwa sababu waliamini kwamba ni kweli walichokuwa wanaambiwa na kina Mange Kimambi. Kwa hiyo na Iran kuna kelele kutoka Uingereza, sijui Ujerumani, Marekani, Israeli kwamba tunawasaidieni, tuko na nyie. Na baadhi ya zile tweets niliwawekea kwamba Mossad anawaambia tuko na nyie, we are with you on the ground. Niliwawekea zile tweets zao. But nothing. Kwa hiyo yani the same tulivyochezeshwa Oktoba 29 ndivyo wa Iran wanavyochezeshwa. Kinachoendelea nini? Uwa mpaka wakae sawa. Hakuna mtu atakayeingilia pale. Wanadanganywa eti Iran kama Venezuela. Ndugu zangu, Iran kama Venezuela. Iran inazalisha makombora. Iran inazalisha drone. Iran haiwezi kuwa kama Venezuela kwa sababu haina mfumo wa maisha, haina mfumo wa elimu wa kina Venezuela. Usome ukaajiriwe. Watoto wanaandaliwa kuijua thamani ya nchi yao na kulinda chakula chao. Iran ni nchi ina chakula, mafuta si chakula. Ni nini tena wana shida gani tena? Na ndichi huu ndio ugomvi wangu na serikali yangu. We need a type of education whereby citizen of the country, as a citizen of the country, we must know our natural resources and control. Tuko busy kusomea madigrii ya kwenda kuajiriwa. Alafu watu wanakuja kuvuna madini yetu. Unafikiri ndio elimu yuko Iran? Lazima niwe nakumbusha Watanzania kwamba waliojitambua, walitambua mali zao, wakapata elimu ya mali zao, wanazitunza mali zao, wanazivuna mali zao. No matter what. Changamoto kidogo sana wanapitia. Kama zitagharimu damu is okay. Linapokuja swala la national interest, linapokuja swala la taifa, weka emotion pembeni. Kama wanahitajika kufa watu laki, milioni, they gotta die, taifa libaki. Lile ni taifa la watu milioni 90, wanaelekea milioni 100. Kwa kama watadondoka watu 100, watu milioni 1, 2, 3, hata 10, they don't care. Wacha kukariri. Hasa nataka uangalie video ya maandamano ya Marekani, baadhi ya kinachoendelea Marekani ndio hicho hapo. Here when they hear the mayor of their city saying ICE should get out, and they don't hear much from the governor except please behave. We saw what happened in 2020. The question is it going to happen again? We'll keep you posted here on the ground, Martha. Yeah. I mean, look at that guy getting in front of a moving car. If we didn't learn a terrible lesson about this yesterday, I mean, you got to just question the judgment of these individuals, and also just the basic of yesterday. If a federal law enforcement asks you to get out of your car and you do it, your likelihood of surviving that interaction is very high.
Back up! Hey, how's it going, man? Good to see you. Back up! Dude, running with all that gear on? Who is the chief in charge? Back up! I am medical. Don't worry about it. We have our own medical. If you need a real one, I'm here. Well, we won't. Yes, you fucking are. That's why you're fucking not. You're not fucking silly. Judging people. Just paying for a nice fucking car. Oh yeah, no, the Wish.com plate carrier is really fucking tough. Got those seats. Watch out for that kid. You fucking pussy! Watch your backs! Watch your backs! Murder someone! You're murderer! You fucking asshole! Go the fuck back to where you came from! Get the fuck out of our city! Get the fuck out of our city! Go the fuck home! We hate you! Terrorist, coward motherfuckers, get the fuck out of our city! Murderer! Get the fuck out of this neighborhood! We don't want you here! Everyone hates you! We don't fucking hate you! Go the fuck home! Jifunze kutafuta ukweli
wa dunia. Wacha kubakwa akili yako na media za magharibi. Elimika, usiwe msomi.